Kutoka mlango wa 20 mstari wa kwanza hadi 17. Kutoka mlango wa 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Kutoka mlango wa 20 moja mpaka 17. Kama uko pale tusome pamoja tafadhali. 1, 2, 3. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usizisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha watoto yao, nami nawarehemu kwa nipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana atakuhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Kumbuka siku ya Sabato uitakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na yote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi ya wale wana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala mume wake, wala punda wake, wala chochote kinacho jirani yako. Amen. Kwa kubariki kupitia neno lake. Ufupisho wa amri 10. Amri ya kwanza, hakuna miungu. Ya pili, hakuna sanamu. Ya 3, jina la Mungu. Ya 4, siku ya Mungu. Ya 5, heshima kwa wazazi. Ya 6, hakuna mauaji. Ya 7, hakuna uzinzi. Ya 8, hakuna wizi. Ya 9, hakuna ushahidi wa uongo. 10, hakuna tamaa. Na asubuhi tutajifunza hakuna wizi. Hakuna nini? Wizi. Hakuna nini? Wizi. Hakuna wizi. Katekisimu ndogo ya Westminster, swali la 73 mpaka swali la 75 ndio mahali ambapo siku ya leo kwenye vipindi vyetu viwili tutajifunza. Je, amri ya 8 ni ipi? Amri ya 8, usiibe. Amri ya 8 ni hii, usiibe. Kutoka 20:15, usiibe. Nini kinachohitajika katika amri ya 8? Amri ya 8 inahitaji kumiliki mali halali na kuendeleza utajiri wetu wenyewe na wengine. Soma Mwanzo mlango ule wa 30. Tunapaswa tuendeleze kwa halali, kumiliki kwa halali. Maana yake kuna umiliki ambao sio halali. Kwa tunapaswa kumiliki kwa halali mali au utajiri na kuendeleza wenyewe na wengine pia. Kutoka Mwanzo mlango wa 30 mstari ule wa 30. Maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Nafahamu mtu? Nafahamu mtu? Mtu nani? Ni nani? Yakobo. Anamwambia Labani mara baada ya kutumika kwa Labani miaka 14 apate mke. Ndipo anapomwambia Labani, nimeshakutajirisha na mimi pia nahitaji niwe huru, niendeleze nini? Niendeleze mali
mali yangu. Kwa amri inahitaji kumiliki mali halali na kuendeleza utajiri wetu wenyewe na wengine. Lakini pia ukiangalia kwenye Agano Jipya, Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari ni ule wa 8. Lakini yoyote asiwatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiamini. Bila kuendeleza mali ambazo tumepewa na Mungu, hatuwezi kuangalia wale ambao ni nyumbani mwetu. Katekisimu ndogo ya Westminster swali la 75, je, nini kinachokatazwa katika amri ya 8? Amri ya 8 inakataza kila kitu kinachoweza kupoteza mali zetu wenyewe au mali za majirani zetu. Amri ya 8 inakataza kupoteza kitu chochote ambacho tunaweza kupoteza mali zetu wenyewe au mali za nani? Za majirani zetu. Na hii tunaiona kwenye vifungu kadhaa. Mithali 21:17, Mithali 21:17, mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Manake mtu ambaye anapenda anasa, mtu ambaye anapenda kileo ni mtu ambaye atapoteza mali ambayo amepewa. Kwa amri ya 8 inakataza hali yoyote ile ambayo au kitu chochote kile ambacho kinaweza kupoteza mali zetu au pia mali za majirani. Tukiangalia pia Mithali 23:20-21, Mithali 20:21, usiwe miongoni mwao wanywao mvinyo, miongoni mwao walao nyama kwa pupa, kwa maana mlevi na mlafi huingia umaskini, na utepetevu humvika mtu nguo mbovu. Mlevi na mlafi, mwenye kula nyama kwa pupa, kila kitu kitamu unataka kula, unataka kunywa mvinyo pia. Hiyo tunaambiwa inafanya tuweze kutumia mali tulizo nazo vibaya, na hata kwenda kwenye hatua pia kutumia mali za watu wengine. Na hili linakatazwa kwenye amri ya 8, ulevi na ulafi. Maana hivyo ni vitu ambavyo vinafanya mali tulio nayo iweze kufanya nini? Iweze kupotea au iweze kuisha katika njia ambayo haipaswi. Kwa hiyo tunakatazwa kwenye amri ya 8, kitu chochote ambacho kinaweza kupoteza mali yetu au ya watu wengine tunapaswa tuepuke. Lakini tukisoma pia Mithali 28:19, Mithali 28:19, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kumtosha. Tunakatazwa pia kujiingiza kwenye mambo ya upuuzi. Mambo ya upuuzi ni kama mambo ambayo ya uvivu, mambo ya kukaa tu na kupiga gumzo ambazo hazina faida, kukaa na kufuatilia mambo ya watu wengine, kutokufanya kazi, ili hayo yote ni mambo ambayo yanafanya mali ipotee. Maana kwa nafasi ya kwanza Mungu ametupa mali, sio? Tumepewa. Sidhani kama kuna mtu yote kwenye dunia hii ana chochote ambacho amepewa. Kuna kitu ambacho amepewa anachopaswa kukiangalia, kukitunza ili kiweze kuongezeka hata kama ni kidogo. Na ndio maana Biblia inasema aliye nacho ataongezewa, lakini asiye nacho hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Maana kuna mtu ambaye ni mvivu, ana fikra potofu, na mtu ambaye akili yake inaona kama kufanya kazi ni laana, wakati ambapo kufanya kazi ni nini? Ni baraka. Mungu ambaye ametuumba alituumbia eneo letu la ajira, na akituumbia eneo letu la ajira nili kwamba akisha kutuumba tuweze kuendeleza lile eneo ambalo, au tuweze kufanya kazi kwenye eneo ambalo ametuajiri. Kwa nafasi ya kwanza kabisa Mungu amempa kila mtu mali. Hakuna mtu ambaye hajapewa mali. Kwa kuna mtu anayesema hana kitu,
Hebu jaribu kumwangalia na kumchunguza uhusiano wake na Mungu ukoje. Maana kama uhusiano wake na Mungu uko sawa, ana kitu cha kufanya, hata kama ni kidogo. Yeye anakiona ni kidogo, lakini sio kitu kidogo, na ndio maana hata kama kitabu cha Zakaria anasema usidharau siku ya mambo madogo. Hatua ndogo ni hatua ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo tunakatazwa ulafi na ulezi, tunakatazwa pia uvivu, hali ya kufuata mambo ambayo ni ya upuuzi, lakini bidii na kufanya kazi ndicho ambacho kinahitajika. Tunapokatazwa kuna kitu ambacho tunaambiwa tukifanye. Angalia zaidi. Tuangalie kwa undani, lakini tuangalie kwanza Waefeso. Waefeso mlango wa 4 mstari 28. Waefeso mlango wa 4 mstari 28. Waefeso mlango wa 4 mstari ule wa 28. Mwimbaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Kinachokatazwa pia kwenye amri ya 8 ni wizi. Ni nini? Ni wizi. Sasa tuangalie kwa undani kile kinacho marufuku au makatazo katika amri ya 8. Tutaangalia zaidi. Kwa maana pana zaidi, amri ya 8 inakataza kuchukua bila haki kitu kilicho cha wengine. Amri ya 8 inakataza kuchukua bila haki kitu kilicho cha wengine. Amri hii pia inakataza kuingilia kati mali ya mtu mwingine au kudai kwa ajili yetu wenyewe mambo ambayo hatuna haki ya kuyadai. Amri hii inatambua haki ya kila mtu kuwa na mali binafsi, haki ambayo inakatazwa kwenye nchi za komunisti ambapo vitu vyote vinamilikiwa na serikali. Kuchukua isivyo haki. Hakuna kitu kinachoweza kuhalalisha kuiba, hata njaa kali haihalalishi tabia ya wizi. Yaani hata kama una njaa, wewe kusingizia kwamba sababu nilikuwa na njaa ndio maana niliiba. Hakuna sababu yoyote ambayo inahalalisha wizi. Nilikuwa nimeishiwa. Kama ni kipande cha sabuni, nilikuwa sina sabuni ya kuoga. Kama ni mafuta, nilikuwa sina mafuta. Kama ni dawa ya meno, nilikuwa sina dawa ya meno. Kama ni viatu vyangu nilikuwa sijaviosha, vilikuwa vichafu. Kama ni nguo, hali kadhalika. Haya yote yanaonyesha wewe ulivyo mvivu, unavyofuata mambo ya upuuzi, na limaisha baraka atapata chakula tele, lakini apata mambo ya upuuzi, atapata maskini wa kufanya nini? Kwa kumtosha. Maana yake atakuwa ni mtu ambaye hana uhitaji kiasi kwamba anatamani kitu chochote ambacho kiko mbele yake hakichukue. Hiyo ndio tabia ya wizi. Maana wizi huwa ipo kwa watu ambao ni wavivu, watu wanaofuata mambo ya upuuzi, watu ambao wanasubiria tu wachukue vitu vya watu wengine. Sasa tunaambiwa amri ya 8 imekataza kuchukua isivyo haki kitu ambacho sio chako, hata kama ni njaa ya namna gani au kama una umaskini wa namna gani. Hiyo haihalalishi tabia ya wizi. Mithali 6:30. Angalia, hakuna chochote kinachokuhalalisha. Mimi nimezaliwa kwenye familia maskini, mimi nilikuwa sina ndio maana nikaiba. Hiyo sio sababu. Hiyo sio sababu. Mithali 6:30. Watu awamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo haona njaa. Watu awamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo haona njaa. Sawa? Hiyo ushike. Mstari 31, lakini akipatikana atalipa mara 7. Atatoa mali yote ya nyumba yake. Watu sio kama wanamdharau tu. Akipatikana atalipa mara ngapi? Atalipa mara ngapi? Kwa ukamilifu. Maana yake mwizi atalipa kwa nini? Kwa ukamilifu. Maana yake nini? Biblia haijalalishi nini? Haijalalishi wizi kwa namna yoyote ile. Aidha njaa au umaskini. Hauhalalishi nini? Hauhalalishi wizi.
isiyo haki hairuhusiwi. Msukumo wa kijinga, kipumbavu, msukumo wa kijinga au kipumbavu, kuna msukumo tu umeona sasa toka nikichukua hakuna shida. Hapa nisijaribu. Nitavaa alafu nitafua. Watu wengine watavaa mpaka kitu za watu. Ndio, wapumbavu wajinga. Watavaa. Maana kama hata yakuke afuru, atavaa ya mtu. Na kukwambia, siku moja utakuta mtu amevaa tupi ya mtu. Wala kukata tamaa kwa vipofu. Hakuna hata moja kati ya hizi inayoweza kumzuia mtu ambaye ameiba kukabiliana na matokeo ya tendo lake lisilo la haki. Kuna watu wanafanya hivyo, unashangaa. Nawezekana hata ukawa miongoni mwenu au wanaoniangalia wakati nafundisha. Kuna watu wanaanza kuchukua tupi za watu wakavaa, singlet za watu wakavaa, vitu ambavyo vinaonekana kama ni nguo za watu binafsi, watu wakavaa. Maana mtu ambaye hataki kufanya kazi ni mvivu, hawezi kuchagua kitu cha kufanya. Anaweza kula hata vyakula ambavyo ni vichafu, watu wengine wameviacha, akaangalia kuna huko, asiangalie mtu anayemuona, anaanza kurudia tu, na baadaye anaanza tumbo linaanza kumuuma. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu mvivu, na mtu mvivu siku zote inapofika wakati wa uhitaji inakuwa ni kama simba ambaye amefunguliwa ndani ya nini, mahala alipokuwa amefungiwa. Chochote kilichoko mbele yake anakirarua. Ndio mwizi alivyo. Tunaambiwa kuna chochote kinachotolalisha wizi. Sio njaa kali wala umaskini. Usisingizie hivyo vitu viwili. Lakini pia kinachokataza kwenye amri kupata kiudanganyifu. Kupata kiudanganyifu. Mara nyingi kuna udanganyifu na usiri unaohusika katika mchakato wa kuiba. Mchakato wa kuiba una nini? Kuna ujanja, kuna hatua ambazo zinahusika watu wanapofanya nini? Udanganyifu wao. Kuna mara nyingi kuna udanganyifu na usiri unaofanya nini? Unaohusika. Kuna mwizi ambaye huwa mara nyingi anajitangaza anakwenda kuiba, sio? Ana hatua na ana siri zake ambazo anachukua na mchakato ambao anafanya nini? Anaufanya. Mwangalie Mithali 9:17. Mithali 9:17. Maji yaliyoibiwa ni matamu, na mkate ulioliwa kwa siri hupendeza. Angalia mstari wa 11 mstari wa kwanza. Mizani ya ndani chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawasawa humpendeza. Mizani ya nini? Ya maji yaliyoibiwa ni matamu. Ndio maana mara nyingi hata mtu anayeiba ile mali hana huruma nayo, anafanya nayo starehe, anaenda huko na kule. Miaka ya kumbuka vizuri ni mwakudani, maana ile kuna matukio ambayo mara nyingi huwa hayakai sana kwenye kumbukumbu zangu, maana yanaumiza. Kwa maana Mungu ameshanipitisha kwenye hayo majaribu, huwa ninasahau. Kwa mwaka kijana mmoja alikuwa anafanya kazi hapa chuoni. Tukiwa tumekwenda kudhamini harusi mahali, alikuwa tusindikize pia, lakini akijua kwamba tutaondoka na watoto tumeshawasafirisha wako, maana tungerudi usiku. Lakini kabla ya hapo alikuwa amekuja akaiba nyundo. Kumbe nyundo alikuwa ameshakuja mara ya kwanza, akafungua akaingia, nafikiri akareki, akakosa kile ambacho alikuwa anakitaka, akaiba tu simu S2 nafikiri S2 kati ya S4, na kaiba ile simu, maana alikuta juu mahali, alafu then akaondoka. Maana alikuja nafikiri kuna draw ambazo alikuta, draw za kabati ambazo alihisi tu kama kwa namna yote zitakuwa sana, ndio ambazo zingekuwa na hela. Akakosa hela, maana na mtazamaji wake alikuwa anataka achukue hela, wakaondoka, lakini akachukua nyundo. Nafikiri alipanga kwamba siku atakapokuja atakuja atumie ile nyundo kuvunja vile vitasa vidogo vya draw za kabati. Kwa sasa ikafika hiyo siku ambao tulienda kwenye harusi, akawa amerudi kwa mara ya pili.
pili, alikuwa ameshakuja mara ya kwanza. Maana tunafunga tu mlango, tunarudisha mlango, tunaweka ufunguo kwa juu hivi kwa chumbani. Maana tunaamini kama tunaweza kuiba, ndio tunaamini. Mbele jambo hizi limeshakuja na alipo mshahara anakula chakula, tunamfikiria kama ni mtu mzuri. Kwa hivyo yeye ana kila akiingia pale kuja kuchukua malipo yake, anafikiri ni kwa jinsi gani ambavyo anaweza akaja akapata pesa zaidi. Hiyo siku akaja akafungua, kuweka kufuli ndogo tu ya kawaida kama hizo za begi ya kusafiri. Akaja akaivunja ile kufuli, maana ile kigongo kwa sababu ni nyembamba inaweza kuachia. Akaingia akachukua tu funguo pale kama tulivyokuwa tumezoea kuweka funguo, akaenda akaukuta, basi yule akaja akaukuta, akaingia ndani akafungua, akaenda akavunja drawer ya kabati, akavunja drawer mbili, maana drawer ya kwanza alipata bahasha, lakini bahasha ikawa imejaa tu receipt. Akaona ngoja nijaribia tena. Hapo jaribu ya pili akakuta pesa iko na pesa ya kulipa walimu mshahara na pesa ya sadaka. Akazikusanya akaondoka nazo. Mfano nimeona kwamba mtu ambaye maji aliyoibiwa mtamu, yaani kitu ambacho kimeibiwa, mkate ulioibiwa ni nini? Mtamu. Maana una nini? Una jasho nao, sio? Kwa baada ya pesa hiyo akacheza nao kama milioni 1.6 hivyo na 700,000, akacheza nao akamaliza, baadaye tu akataka kurudi. Maana ni mwizi tu ni yeye, lakini baadaye alikuja mwenyewe akaomba msamaha kwamba amekosa amani, wanaomba asamehewe, arudishe, afanye kazi, arudishe pesa polepole. Kumwambia arabia kukamata, niko hapa, kama una pesa ya kulipa, lipa, utasamehewa. Inawezekana alikuwa ameshaiba mahali pengine, kwa hiyo alikuwa anahamisha tu dhambi tena ili aje apate fursa ya kuiba, maana ndio ilikuwa tabia yake. Kitu ambacho ni cha wizi, mtu ana nini? Ana jasho nacho, na kwa maana hiyo ni kitamu. Kitamu maana yake kinaliwa kwa kupa, kinaisha, sio? Sababu hana thamani nacho. Ndio maana mtu anaweza kuiba kitu akashindwa labda jinsi ya kukisafirisha, akatupa kama kitabu namba 1 cha wimbo ambacho ni cha chuo kilivyochukuliwa na huyu mtu ambaye alichukua. Maana huyu anayekichukua ni mwizi kabisa, wala sio tofauti. Maana utakuja kuona maelezo ya amri ya 8 kwamba hata kuchukua kitu, kuharibu, kuazima kitu na kukirudisha kimeharibika, pia umehalifu amri ya ngapi? Amri ya 8. Mtu ana uchungu nacho, hicho ni kitu ambacho kimelipo, kimetoka ng'ambo, kikalipiwa gharama mpaka kikafika hapa, kilichapishwa kwanza. Hiyo ni hali ambayo inakatazwa kwenye amri ya ngapi? Ya 8. Mtu namna hiyo ni kitu gani anachoonyesha? Sidhani, yaani kama wokovu ni wa Bwana, sio? Lakini nina wasiwasi mkubwa mno kwamba mtu aliyefanya kitendo cha namna hiyo ni mtu ambaye hajaokoka, ni mtu ambaye hajui Yesu. Maana haiwezekani mtu anayemjua Yesu na gharama ya wokovu wake alafu akafanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo naamini kwamba mtu huyu kuna siku ambayo atakuja kwa Yesu, amwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ni maombi yangu kabla hajakutana na hukumu ya mwisho. Mwizi hufichwa ili sibuduliwe mpaka mwishoni. Kwa mfano habari ya Akani aliviiba vitu, alienda akavificha, sio? Ni mpaka baada ya uchunguzi kuendelea mpaka kura ikamwangukia, ndipo ambapo Akani alifanya nini? Akani alipojitambulisha kwamba ni yeye, sio? Akani akubali mapema kwamba yeye ndiye mwizi. Tukienda haraka kwa Yoshua mlango ule wa 7, huwa mwizi anaficha. Sio kitu kirahisi kwamba mtu anapoiba hawezi kuweka kitu wazi, maana ni mwizi. Yoshua mlango wa 7 mstari wa 20 na 21. Yoshua mlango wa 7 mstari wa 20 na 21. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya nilipoona katika nyara joho nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitwaa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu, na ile fedha chini yake. Angalia, nilipoviona nikavitamani. Kwa hatua ya kwanza ya mwizi
anaona kitu cha mtu anakitamani. Ndio maana mara nyingi tunaambiwa, angalia, weka vitu mahali ambapo hakutakuwepo na ushawishi. Maana mwizi anapoona cha kwanza anatamani, nataka niwe nacho. Na ndio maana vitu vyako vya thamani vitunze, kwa sababu kuna watu wenye tabia ya nini? Ya wizi. Wanapoviona wanatamani, na akikipata anaenda anakificha. Baada ya muda anakirudisha kwenye umiliki. Kuna mtu anaweza kuchukua nguo yako, kinyamaza kimya, baada ya muda unamuona amevaa mashati kama ya kwangu kabisa. Sawa, kuna mashati kweli ya rangi moja yako mengi tu, lakini ile shati hili hapana, ni la kwangu. Lakini unajaribu, unamwangalia mtu mwenyewe anaonekana kama mtu wa heshima hivi, hawezi yaani hata umfikiria taiba. Lakini unamgeuka kama kwangu, ukiangalia suruali kama ya kwako. Mwizi anafanya hivyo, anaenda anaficha. Kama umenyamaza kimya, hujatangaza umeibiwa, baada ya muda anavitoa. Kwa ukitaka kumkamata mtu mwizi unaishi naye, nyamaza, wewe mvumilivu. Baada ya muda akishaficha, anajisahau, anavitoa. Hiyo tabia ya mwizi. Anaona kama yaani kama labda hata ujui kama umeibiwa. Wewe kijana akija nacho sasa, unaonekana utafikiri kama ni cha kwako amenunua. Ukichunguza vizuri, maana kuna watu ambao ni waelewa, kuna alama ambazo huwa mara nyingi mtu hawezi kugundua, lakini wewe unajua. Ukigundua, akiandika siku moja, ukiangalia unakuta ni yeye. Akamata mwizi. Mpaka alisubiri mpaka dakika ya mwisho, ndipo ambapo alisema ameiba. Kwa hiyo kupata kwa udanganyifu, unafanya siri, lakini mwishowe mchakato unapofanyika, alichukua akaenda akafikia mpaka pale ambapo dhambi, maana walikuwa wamekatazwa na Mungu wasichukue nyara yoyote, hasa vitu. Kuna vitu ambavyo wamekuwa wakfu, dhahabu kwa ni mojawapo vitu vya thamani vilivyokuwa wakfu kwa Bwana, wasichukue, lakini akaenda akachukua. Ndipo walipokwenda kwenye mji mdogo tu wa Hai, wakapigwa. Walipopigwa, Yoshua anaenda magotini, Mungu anamwambia inuka, kuna dhambi kambini, kuna wizi umeshafanyika tayari. Mungu amekataza, lakini bado unachukua. Angalia, bado Mungu anakataza, bado mwanadamu anafanya nini? Anaiba. Mwanadamu ana moyo mgumu sana, lakini mwanadamu mwenye moyo mgumu wa namna hiyo ni mwanadamu ambaye nini? Mimi naamini hana Yesu. Mtu mwenye Yesu anafikiri tu, kama kilikuwa ni cha kwangu, mimi ningejisikiaje? Shida nibaki tu na shida zangu, Mungu kanisaidia. Lakini kwa sababu una Yesu, unaangalia kuna huko, unajipa ujasiri, unasema hata akinikuta nitasema nilikuwa nakuokotea tu. Nilikuwa nakuwekea tu, sio kwamba nilikuwa naiba, nilikuwa nakuwekea. Lakini maadamu sasa umefanya ile hapo mpaka hujaonekana, basi unajiona kama ni mshindi kabisa, lakini ni mtu ambaye hana Yesu. Hakuna kitu ambacho kimejificha mbele za Mungu au kinachoweza kujificha kwa Mungu. Waebrania 4:13 na kila kitu ni utupu mbele yake. Kila kitu kiko wazi mbele yake. Hakuna chochote ambacho kinaweza kujificha mbele ya Mungu. Jue hivyo. Unaweza kujificha, kinajificha tu kwa wanadamu, lakini sio kwa Mungu. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Mbele za Mungu ni wazi kabisa. Mpaka sasa hatujui watu wote ambao wamekuwahi kutubughudhi, wamewahi kututesa sababu ya kuchukua hapa na pale. Ujue watu ambao wamekuibia vitu vingine, unafikiria kama unajaribu kucheki kwenye wallet yako, unaona kama pesa imepungua, unajiuliza nini nitumia hii pesa. Kumbe kuna mtu ameingia tu ambaye unaishi naye, ambaye uamini kabisa anaweza kufanya vitu vya namna hiyo, akachukua pesa kwenye wallet, anachukua kama kuna 500,000 anachukua 10,000 tu. Mwizi ambaye ni special anachukua 10,000, anakaa siku nyingine atachukua 10. Atachukua hivyo mpaka unakuta pesa zimeisha kwenye nini? Kwenye wallet. Unashangaa, kaenda wapi? Kwani zilikuwepo tu? Nilifanya nini matumizi? Wewe muone wewe muone, lakini Mungu anafanya nini? Mungu anamuona. Hakuna kisichokuwa wazi mbele za Mungu. Mpendo, wewe ufikiri tu kwamba Mungu ni kama mwanadamu, lakini Mungu aviakili. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama umepanda uwizi, utavuna uharibifu. Hicho ndicho kitu ambacho ninakuahidi. Kama wewe umezoea kuchukua vitu vya watu, kuna siku ambayo utalipa kwa ukamilifu. Mungu anaona kila tendo la kuiba lililotendwa na wanadamu, na watalazimika kumkabili Mungu siku moja, kuhukumiwa kwa kukiuka amri ya 8. Kuna siku ambayo
Watu wote ambao walikuwa ni wezi watakabiliana na Mungu na adhabu. Hii inaonyesha kwamba Mungu anachukulia kwa mtazamo makini sana juu ya kuiba na anahitaji fidia. Ikiwa mtu aliiba pesa au vifaa na kupatikana, alipaswa kulipa mara mbili. Ukiiba pesa au vifaa ukakamatwa, umeiba 100,000, unatakiwa urudishe na 100,000 nyingine. Sio maneno yangu. Kutoka 22:7 na 9, Kutoka 22:7 na 9, mtu akimpa mwenziwe amana ya fedha au vitu vingine amtunzie, na vitu vile vikaibwa katika nyumba ya mtu huyo, mwivi akipatikana atalipa thamani yake mara mbili. Mstari wa 9, kila jambo la kukosana, kama ni la ng'ombe au la punda au la kondoo au la mavazi au la kila chochote kilichopotea ambacho mtu mmoja asema ni chake, hilo jambo la watu wote wawili litaletwa mbele ya Mungu, na yeye atakayehukumiwa na Mungu kuwa ni mkosa atamlipa mwenziwe thamani yake mara mbili. Litaletwa mbele ya Mungu, na yule aliyepatikana ni mkosa. Maana yake nini? Inapoletwa mbele za Mungu, wapendwa, ni pale ambapo, maana lini Mungu atakuja asimame na wewe au asimame na mtu ambaye ameiba? Watu wa Mungu wanakuita, wanasema jamani, nani aliyeiba ajitokeze, tutamsamehe. Ananyamaza kimya. Angejitokeza angelipa mara ngapi? Mara mbili. Kama ameiba shilingi 10,000 angerudisha na 10,000 nyingine, yaani ile 10,000 na 10,000 nyingine inakuwa 20 mbele za Mungu. Maana yake kama watu wa Mungu watakuita, wamemwakilisha nani? Mungu. Sasa umekataa, maana yake nini? Umejipiga kitanzi mwenyewe. Ikiwa mtu aliiba kondoo wa mtu, ng'ombe au punda, lazima asirudishe tu mnyama ambaye aliiba, lakini pia lazima alipe mara mbili wanyama wake kwa mtu aliyekosewa. Kutoka 22:4 kuangalia 22:4, kama hicho kitu kilichoibwa chapatikana hai mkononi mwake, kama ni ng'ombe au punda au kondoo, atalipa thamani yake mara mbili. Kikipatikana mkononi mwake, kumbuka, kikipatikana mkononi mwake. Kile ambacho hakijapatikana hatuwezi kumhesabu huyo mtu ni mwizi. Anayefahamu ni nani? Ni Mungu pekee. Sawa eh? Na ninakuhakikishia ni swala la muda, Mungu atashughulika na huyu mtu. Na ndio maana inapogundulika umeiba na unapata fursa, unapata ualiko, unaambiwa njoo ili kwamba utubu, unakataa, ndugu yangu, unajiwekea hatari kubwa zaidi. Unajua, unaweza kuwa mwizi wa shilingi 100, shilingi 50, shilingi 200, shilingi 500, shilingi 1000, yai la kuku mwenyewe, si ndio hivyo? Sabuni za watu, dawa za miswaki, hata mswaki wenyewe unaenda unamchemshia maji. Mswaki umeshaswaki na meno ya watu wengine, lakini bado unauiba. Kuna siku utaingia sasa, uingie kwenye maduka ya makubwa yanayolindwa na bunduki. Siku hiyo utapasuliwa kifua au unapasuliwa kichwa, pigwa risasi, unasikia fulani amepigwa risasi, hata unajiuliza sana, anakuwa mwizi. Kwa ni mwizi wa siku nyingi, tangu akiwa mdogo ameiba primary school, kwanza ameiba nyumbani, sawa, akienda kwa jirani tu, akiachwa unasikia 200 imepotea, 500 imepotea. Sasa watu wasema, maana watu wasema, tukisema atafikiria ni yeye ameiba, watu watafikiri ni yeye ameiba. Ndivyo ambavyo tutafikwa, ndio watu wanafikiri, wanakuacha tu, hata mtutamtabia kushika, tunyamaze tu kimya. Unaiba, baadaye unaenda kwa mjomba, unaiba, ukirudi shuleni hakuna wizi. Anaanza kuhisi na mbona sio mwizi kama mke wangu anamwambia, inaonekana kama mko wako jamii, maana mbona wewe umeacha? Hata baada ya kwenda tu vile vitu vilivyokuwa unapotea vyenu, mko wako anapotea
pia hapo mwenyewe ndiye nini? Mwizi. Haya, anaenda primary school. Primary school pia anaiba. Anaenda secondary school. Secondary school pia anaiba. Vitu vyote vinapotea. Haya, anaenda chuo cha Biblia. Anaenda chuo cha Biblia. Bado anafanya nini? Anaiba. Anatoka chuo cha Biblia, maana chuo cha Biblia hawezi kuuawa. Chuo cha Biblia hawezi kufanya nini? Hawezi kuuawa. Chuo cha Biblia kuna fursa ya kutubu. Unashindwa kutumia ile fursa ya kutubu, unatoka chuo cha Biblia, unaenda duniani. Huko duniani unaenda kanisani, unaiba sadaka bado. Yaani pesa za sadaka unachukua, kama kuna bahasha ya shukrani ya fungu la 10, unaitoa chako, unaiandikia, unamrudishia yule mtu, maana sababu anarudishwa bahasha. Na bahasha zingine pia kwenye makanisa mengine ni bahasha ambazo hazirudishwi. Unatoa pesa chako, unaikunja, unaweka pesa mfukoni. Watu wamefanya hivyo. Siku nyingine sasa hizo pesa vitu vya wizi, vitu vilivyopatikana kwa wizi ni vitamu. Utaenda kulea ulevi, utaenda kufanyia uasherati, utaenda utakatwa na mapanga, utauawa. Au siku moja utaenda utaiba mahali pengine, maana utakuwa na uhitaji, kwa sababu fikra zako ni wizi. Kila siku, kila kukicha wewe ni wizi, unafikiria habari ya kuiba. Mwisho wa siku utakuja kuuawa wewe. Utakuja kufanya nini? Kuuawa. Itakuwa ndio siku yako. Siku yako itakuwa imefanya nini? Imefika. Maana wewe uko na toba, na kwa sababu uko na toba, mwisho wake ni nini? Utakutana na kifo, na utakutana na mauti. Tena jumla, una Yesu, lakini pia umepata. Maana ninakuhakikishia kila tendo litakalofanyika hapa chini ya jua utalilipa. Yaani kabla hujaenda jehanamu, lazima utakutana na kipigo cha mwili. Kabla hujaenda mbinguni pia, kama kuna mambo utakuwa umeyafanya dhuluma, lazima utayalipisha. Waangalia, utalipa mara ngapi? Mara 2 kitu kilichoibiwa. Cha wanyama au fedha utalipa mara ngapi? Mara 2. Ikiwa kondoo aliyeibiwa aliuawa au kuuzwa, mtu mwenye hatia atalazimika kurudisha kondoo wanne kama fidia kwa mmiliki, ili kufidia hasara ya mmiliki. Tunaambia kama kondoo aliyeibiwa aliuawa au kuuzwa, yaani umeiba ukaua, maanake ukachinja, maanake au ukamuuzia mtu, fidia utakaofanya utarudisha mara ngapi? Mara 4. 22 Kutoka mstari wa 1. Mtu akiiba ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa ng'ombe 5 badala ya ng'ombe mmoja, na kondoo 4 badala ya kondoo mmoja. Nasikia hiyo? Kondoo 4 badala ya kondoo 4 badala ya kondoo mmoja. Maanake utaleta uliyeiba na wengine 3, jumla 4. Sawa eh? Ndivyo ambavyo Biblia inasema utarudisha, utalipa. Sasa usipolipa, ndio maana Zakayo alikutana na Yesu, na kweli wokovu katika nyumbani mwake. Maana tunakwambia wewe ambaye ni mwizi, umezoelea kuiba, utakachokuweka huru tu ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama utamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna upanga mkali sana na kungojea. Unaweza kupata kukutana nao duniani, lakini kuna motoni pia. Moto wa milele. 19:8. Baada ya kutubu kwa Zakayo, anasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4 kulingana na sheria. Mara 4 kama nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, maana ni kitu ambacho hakiko tena kwenye uwepo, ameshakitumia, sio? Nusu na mara 4. Nini alichomaanisha Zakayo? Zakayo angebakia hana chochote, maana nusu ya mali yake anawapa maskini, alafu mara 4 ya kila alichoiba. Mara 4 ya kila alichoiba, kwa kitu kinabakia tena. Maana yake anarudisha kila kitu cha wizi. Na ndicho kitu kinachotakiwa. Mtu akiokoka, ulikuwa una TV ya wizi, unatakiwa uirudishe kwa mwenyewe. Una simu ya wizi, urudishe kwa mwenyewe. Ndio maana inawezekanaje? Ndio maana waambie nini? Mimi ninachoamini ni kwamba mtu ambaye ameokoka hawezi kuiba simu ya mtu, hawezi kuiba saa ya mtu, hawezi kuiba tenzi ya mtu, hawezi kuiba Biblia ya mtu, hawezi kuiba kalamu ya mtu, hawezi kuiba pesa ya mtu. Kwa nini? Mtu ambaye yuko kwenye pointi ya kuokoka na kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, vitu vyote alivyokuwa ameviiba anatakiwa arudi
arudishe kwa ukamilifu. Sasa mtu ambaye anaokoka tena, mtu aliyeokoka ndiye badala ya kurudisha ni kwamba anaiba. Ni hatari mno. Itafakari, angalia huko uokoka ni wapi, wa mbinguni au wa duniani, wa shetani au wa dhehebu au wa Yesu Kristo. Fidia mara 5 ilihitajika kwa ng'ombe aliyeibiwa. Kanuni ya urejeshwaji inapatikana Kutoka 21 23 mpaka 25, 23 mpaka 25, Kutoka 21 23 mpaka 25. Lakini kwamba pana madhara zaidi, ndipo utatoza uwai kwa uwai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, kono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, chumbuko kwa ajili ya chumbuko. Nasikia hiyo ni hatari. Jicho kwa jicho. Adhabu hiyo daima inaambatana na uhalifu uliotendwa. Adhabu haipaswi kuwa kali. Kwa mfano, mikono kukatwa kwa kuiba kuku. Mtu ameiba kuku alafu anakata mikono. Hapana. Ameiba kuku, sheria ni ile. Kuku mmoja na kuku mwingine. Sio maana kuku wawili. Kuku mwingine ndio kwa urejesho. Maana ulishachukua kuku wa mtu mwingine, lakini sio mtu ameiba kuku alafu unamkata mkono. Hapana. Tuangalie kuibia watu wengine. Tunapoibiana wenyewe. Bidhaa, pesa. Nini maana ya kuiba sasa? Ni kumnyima mtu matumizi ya kitu ambacho ni haki yake, haijalishi ni ndogo au isiyo na maana kiasi gani. Kwa hivyo amri ya 8 inavunjwa ikiwa mtu atatumia kitu cha mtu kwa sababu kinapatikana kwa urahisi bila kuomba ruhusa. Umesikia vizuri? Atatumia kitu cha mtu, atakuwa kuiba vitu vya mtu. Itahesabika kwamba umemnyima mtu haki yake, kitu chake ambacho alipaswa kutumia. Kama utakichukua ukitumie kwa sababu kinapatikana kwa urahisi bila kuomba nini? Ruhusa. Nimeonyesha tangulia kuambia, unaenda bafuni, unakuta sabuni hapo, unachokufanya tu ni kufungua maji. Sabuni tayari. Unamwagia maji, kumaliza unaoga, unaenda zako. Unajiona kama hujaiba. Ulikuwa umeomba? Hapana. Unajihalalishia wewe mwenyewe. Unaenda mahali mezani, kuna watu ambao wanaongana sana. Hawafichi dawa ya meno. Anaiweka hata ukiiba. Utaiba tu bado ataenda atanunua nyingine, maadamu uichukui kabisa. Unakuja unabonyeza tu. Unaenda unapiga mswaki. Narudi. Ni wizi. Wewe unalalisha kabisa, sio wizi. Kwani chako ulitoa shilingi ngapi? Wewe ni mwizi. Kwa mfano, wakati wa mvua, mtu anaenda na mwavuli wake, anaweka ibada ikitoka, unawahi mwavuli wa mtu, unaondoka nao. Hata kama utarudisha Jumapili inayofuatia, wewe ni nani? Wewe ni mwizi. Kuharibu kwa makusudi mali ya umma au ya binafsi, huo ni nini? Kama kile kitabu ni wizi. Hata kama unasema, ndio maana tunasema kuweka pale au jatubu, huwezi kusema kimepatikana. Huo ni wizi. Kukopesha pesa au vitu kutoka kukopesha pesa, yaani maana kukopa pesa au vitu kutoka kwa wengine na hauvirudishi mapema kuliko inavyopaswa, lakini uendelee kuchelewesha, wewe ni nani? Unakopa, unachelewesha. Sio unakopa ulipi, unachelewesha urudishi kwa wakati. Unaomba kabisa, unasema jamani, mimi nitarudisha mwisho wa mwezi. Nitarudisha baada ya wiki moja. Nitarudisha Jumapili. Nitarudisha Jumanne. Siku tunaenda, urudishi. Wewe ni nani? Zaburi ya 37:21. Wezi ni wengi hapa na wanaonisikiliza. Zaburi ya 37:21. Asiye haki ukopa wala alipi, bali mwenye haki ufadhili kukirimu. Asiye haki ukopa wala anakopa, anajua kukopa tu, alipi. Ingawa kukopa sio vibaya, yenyewe ni busara kuepuka kukopa inapowezekana.
Kukopa sio vibaya, lakini kama inawezekana usikope. Hasa unapokuwa kwa nini sasa hiyo ndio maelezo yako hiyo. Kama unajua unakopa, hautarudisha, usikope. Basi mtazamo, pige magoti, mwambie yawe Jehova Jireh katika mlima wako, na mimi nataka nikuone Bwana. Katika mlima wako na mimi nataka nifanye nini? Nikuone. Kuliko ukope, afu na watu ambao ni wataalamu, anakupa kwa amudi. Ikifika wakati wa kumlipa amudi, anaenda anakupa kwa Jafet ili amlipa amudi. Alafu ikifika kulipa Jafet, anaenda kwa Charles. Akitoka kwa Charles anaenda kwa Baraka. Anazunguka hivi. Kwa hiyo anazunguka, baadaye wale watu wakija kukutana kwa usumbufu ambao unawafanyia, anakuja kugundua kumbe wewe unazunguka tu, unakupa hapa ili ulipe deni la hapa, yani kwa unazunguka tu, au tafuta njia. Kwa mtu kama huyo haupaswi kukopa. Tafuta njia mbadala ya kupata mapato. Sawa Maana hiyo sio njia, sio sawa. Ingawa kukopa sio vibaya, yenyewe ni busara kuepuka kukopa inavyowezekana. Utunzaji mzuri lazima uchukuliwe kutoka kwa vitu vyote vilivyokopwa au vilivyoazimwa, na lazima virudishwe vikiwa katika hali nzuri au bora. Kuna watu ambao huwa wanaazima, mtu anakuazima kitu chake, anaenda anakichakaza, kichakaza anakuletea, wala hataki kujua. Yaani unampa mtu kumfanya kama ana shida, ana sweta, wewe una sweta 2-3, anakwambia kwamba una sweta lako na hisi baridi sana, unamwazima, analivana analifua mpaka unakuja mpaka limechanika, alafu anakurudishia kumwambia, anambia hana wewe, yaani uliponisaidia pia umeshajiona. Huo pia ni wizi. Unaarifu amri ya ngapi? Ya 8. Unapoazima kitu cha mtu, kirudishe kikiwa katika hali nzuri. Ukija ukiazima pangalamu, usilirudishe lina mapengo. Hakikisha umelinoa yale mapengo yamefanya nini? Ndio mfano tu ambao nimeutolea. Au umeazima jembe, ukaenda ukalima nalo, ukakuta mahali kuna mawe. Yaani nikapinda jembe likakaa hivi, afu namrudisha, unamwambia mahali popo na nini kulikopo na mawe sana. Wewe unafikiri unaongea kitu cha maana sana. Sio sawa. Hii unaarifu amri ya 8. Unapoazima vitu vya watu, virudishe. Inapofika wakati wa kurudisha, virudishe vikiwa katika hali nini? Hali nzuri, au vikiwa katika hali bora. Kuna watu wanaazima matroli ya watu, unalivunja tayari limesha nini, alafu unamrudishia tu hivyo, yaani unaliegesha dakika na nini. Kwa sasa mtu anajua kama ni bomba ya mtu, bomba ya yaani unavunja, unaharibu pampu, alafu unaiegesha. Mtu anajaza maji kabisa, unamrudishia, anajaza dawa, akianza kupiga tena pampu linachomoka kwa chini. Kama wewe ni mwizi kabisa. Maana ukiharibu kitu cha mtu mwingine, maana yake nini? Umeharibu mali yake, umemwekea nini, pengo kwenye uchumi wake. Ni wizi. Unaarifu amri ya 8. Virudisho vitu viko katika hali nzuri. Vitu vilivyo, utasoma mstari wa Kutoka 22:14 mwenyewe. Vitu vilivyoazimwa lazima virejeshwe kwa wakati. Ukiazima kitu, ukisema tu yani naomba tu nivae niende, yani kwa mvua inanyesha, naomba mtu anatoka la mvua, anakuazima labda ana mawili, akakuazima ukaenda nalo, kama ni kesho rudisha, usiliache huko nyumbani kwa sababu mvua haipo. Najua nimenisahau ningekuletea. Mbona wakati ulipoliomba ulikumbuka kuliazima? Inakuwaje kurudisha? Inakuwa ngumu au maazima mwavuli. Kesho mvua haipo, unarudi kesho, unarudi bila ule mwavuli. Kumbe ni ujanja tu, ili ule mtu asahau, alafu kama hata kuuliza ule mwavuli umeshakuwa nani, unakuwa kwako. Mbona ulikumbuka kuazima mwavuli? Urudishe kwa wakati. Umeomba tu kwa leo, rudisha kesho yake. Usisema mvua imeendelea kunyesha, kwa hiyo unaendelea kwenda nao sehemu nyingine, unaenda nayo. Umeazima leo, utumie ule mwavuli, ufike duka la miavuli, nunua mwavuli wako, rudisha kwa nani? Kwa mwenyewe. La sivyo kubali mvua kunyeshe tu. Mwambie Bwana na mimi nione. Sawa? Bwana uone na wewe wakati anaona watu wengine, sio? Maana wewe utaazima mwavuli wa mtu mwingine, sasa nataka kutumia pia. Sasa unataka kurudisha. Najua wakati mwingine mnakuwa majaribu kwa watu wengine, sio?
Unaazima mwavuli wa mtu au unaenda unavunja. Wewe ni mshamba kutumia mwavuli, unanyanyua juu sana, upepo unaumua ule mwavuli. Ukishamuka unamrudisha, unamwambia samahani, ule mwavuli wako umevunjika, upepo ulinini ukaunyanyua, alafu unamrudishia umeshavunjika. Alafu unafikiri ni bonge ya issue kabisa umefanya, wala hakuna shida. Tunaona iko sawa. Watu wanamlea wako wengi. Alafu wakati mwingine wamekuwa vikwazo kwa watu wengine, alafu kama akija siku alafu anaharibu hivi, siku nyingine anakuja tena anamwambia nilikuwa naomba tu nianze mwavuli wako. Ukimnyima anasema watu wengine wanafanya ni Wakristo lakini hata hamna. Umemfanyia wema lakini ameharibu, wala hajataka kufanya chochote. Kwa hiyo hata hiyo sio swala kulipisha. Hapana, unaona mtu umerushwa na upepo huko, umenyofoka, hauna ujanja. Ili ujue gharama ya mwavuli, unaenda tu dukani na ununua mwavuli mwingine unamrudishia. Bwana sio kwangu. Narudisha rangi ile. Sio kwa mwana mpya. Ambia hapana, samahani. Ule wa kwako upepo ulinini ukavunjika, kondo nakurudi. Kama ule mtu yuko ni mwema na kuona uchumi wako na wewe, anaanza kukwambia hakuna haja kunizipili kama umeamini basi. Lakini lazima na wewe conscious. Ukubali tu udamage kwa vitu vya watu, alafu unakubali tu kubeba kama mzigo. Wewe sio mzigo. Vitu virejeshwe kwa wakati. Kama mtu ana fedha za kulipa madeni yake, unaweza kuwa pia unaalifu amri ya 8. Kama una fedha ya kulipa madeni lakini unazitumia hizo pesa kupata faida kwa ajili yako mwenyewe. Yaani una pesa ya mtu, imefika wakati kumrudishia urudishi, unaendelea kufanya nayo kazi zako ili upate nini? Upate faida. Hiyo unaalifu amri ya 8. Unatumia fedha ambazo umekabidhiwa ili kutatua matatizo yako au kutatua matatizo yake ya kifedha kwa muda, ingawa anaweza kuwa na nia ya kurejesha fedha baadaye. Yaani umekabidhiwa fedha, sio fedha yako. Kwa mfano unaniletea pesa yako na naambia mchungaji nitunzie pesa yako. Sawa? Sasa wewe, mimi umeniletea pesa yako na kutunzia. Alafu mimi nachukua ile pesa yako na nitumia bila ruhusa yako. Hiyo pia unaalifu amri ya ngapi? Amri ya 8. Kwa sababu hujaniomba, ulipaswa uje uniambie. Nilipaswa nikuambie ile pesa yako ambayo umeniambia nikuwekee na kuomba nitumie, alafu nitairudisha kwa wakati, sio? Lakini eti umeleta pesa nikuwekee, alafu naanza kuitumia kwa matumizi yangu, sio sahihi. Sawa? Hiyo inahusika pia na pesa za kanisa. Unaweza kuwa wewe ni mtunza hazina, unatunza pesa za kanisa. Sasa kwa sababu ziko mikononi mwako, unaanza kuziingiza kwenye matumizi yako na zikopa, utazirudisha. Nani anakuhalalishia kurudisha? Huko nini kuzikopa? Huo pia nao ni nini? Ni wizi. Huo unaalifu amri ya ngapi? Amri ya 8. Ingawa utazirudisha, lakini unazirudisha, nani anakuhalalishia? Kuhifadhi nakala yoyote ambayo imepatikana au inakuja kwake kwa makosa. Inawezekana ukapata nakala yoyote ya kitu ambayo imekuja kwako kwa makosa. Inawezekana ukapata pea 2 za notes. Hiyo nyingine sio ya kwako, sio? Utakurudishia. Huo ni wizi. Alifu amri ya 8. Sawa eh? Usiseme, kuna msemo anasema mali iliyopatikana ni ya mwenye kuipata. Mwenye kupoteza atalia. Mwenye kuipata amepata, mwenye kupoteza kilio ni chake. Usiseme hivyo. Lakini pia tunaambiwa kulipa chini ya kinachohitajika kwa ajili ya ada ya maegesho. Kwa mfano wale watu wenye magari, unakwenda unaegesha gari, ulipi ada inayotakiwa, au kwenye barua unaweka stamp ambayo imeshatumika. Hiyo tumefanya sana tukiwa shule ya msingi au sekondari. Unatumiwa barua, afu unatafuta kifuto, unafuta muhuri, unaweka ile stamp. Kuna bahasha, kuna barua zingine zinakwenda hawagundui, lakini kuna nyingine zinagundulika. Barua ukienda posta, yaani mtu anakuambia mimi sijapataga barua yako, unaenda posta unaikuta ile barua kwenye sanduku la posta haikwenda, imebakia pale kwenye sanduku la nini. Yaani wanaangalia address, maana wewe una address yako, kuna mtu umemtumia, alafu kuna huku nyuma unaandika anwani yako ya posta. Ndio kawaida, ni mfumo wa barua
nyuma unaandika hii barua imetoka kwa mbele, unaandika kwa mtu unayemtumia. Nyuma kama ujui, huwezi kuposti barua kama nyuma sio kule ndani ya barua, maana watu wa posta hawaruhusu kufungua barua yako. Sawa, barua ni siri ya mtu, maana ndio kwenye bahasha na stamp inawekwa na muhuri inapigwa, ili hata yule inapomfikia anaona kabisa haijafunguliwa hii barua. Lakini sasa kama ufanye hivyo, itabidi wafungue. Na watafunguaje? Wanaikata. Wakishaikata wataweka bahasha nyingine mpya, lakini imeambatana na ile ya kwanza. Ndivyo wanavyofanya watu wa posta. Sasa unaandika nyuma, wanapiga muhuri. Sasa kwa kuwa umeandika address yako, anwani yako kule nyuma, wanaiona, wanakurudishia barua kwa anwani ile ya kwako. Wanaenda wanaiweka kwenye sanduku la posta. Wao sio wanadili na wanashughulika na masanduku yale, wanakuwekea pale, ukienda unaikuta haikwenda bado kwenye posta. Sasa kwa stamp ni fake. Huu ni wizi. Wanafanya mjanja kuifuta huko. Au kwa kama kuna watu wamemwangalia Mr. Bean. Mr. Bean ndiye alikuwa anaenda kwenye sanduku la posta la mtu, mahali mtu ameweka barua, anaiba stamp kabla ya watu wa posta wajapiga nini, anachukua, anaweka nini ambayo imetumika, ile ambayo haijatumika anaiweka kwake. Alikuwa anafanya hivyo sana wale jamaa. Ukiangalia nini zake ndio hivyo. Ni mwizi mtu wa namna hiyo. Haya. Kwa lipa chini ya maegesho, kuna watu wataalamu wanakwepa, anapiga dakika, akija yule anaenda anamwambia mimi nimekuja sasa hivi sijapaki gari hapo. Nimegeuza tu gari. Kwepa ameshakaa kwamba tu ile mkusanya ushuru, hakuna gari nyingine mra gani. Maana kwa kufanya ushuru wa magari maegesho, unapoingia anakuandikia muda, anaandika namba ya gari, anaandika na muda ulioingia. Anakusubiri wakati unaondoka, ndipo anakuja kukudai hela. Sasa kuna watu ambao wanasema mimi ndio nimekuwa na tatu mimi hata sijapaki. Huo ni wizi. Huo ni wizi kabisa. Huo ni wizi. Kuiba kazini. Mfanyakazi anaanzaje kuiba kazini? Twende break. Tuko kwenye kipengele cha kuiba kazini. Tunavyofahamu kwamba mfanyakazi analipwa mshahara ili aweze kutimiza majukumu aliyopewa. Kwa hiyo mfanyakazi anaweza kuvunja amri ya 8 ikiwa hatatimiza majukumu yake ya kazi kwa sababu ya shughuli zake binafsi. Sawa? Kama hajatimiza majukumu yake ya kazi kwa shughuli zake binafsi, atakuwa ameiba. Anakuja akiwa amechelewa kazini, lakini anatoka pia kwa kuwahi. Anakuja kazini amechelewa, lakini wakati wa kutoka anatoka kabla ya wakati. Hiyo unaweza kuona pia hata kwenye wanafunzi wa chuo cha Biblia. Unaingia kwenye eneo la kazi kama dakika 15 baadaye, lakini unatoka kama dakika 15 pia kabla ya wakati kufika. Maana kama uliingia kazini tunaingia saa 9 kamili, ukaingia saa 9:15, maana yake unapaswa umalize kazi yako saa 11:15. Hapo utakuwa umetenda haki wala hujaiba. Lakini kama umeingia eneo lako la kazi saa 9:15 ukatoka saa 11:15, maana yake umeiba nusu saa. Mfanyakazi ambaye anapaswa kuingia kazini saa 2 kamili au saa 2:30 akaingia saa 3, anatakiwa atoke saa 10:30 akatoka saa 10 kamili, ameiba saa nzima. Kwa hiyo ni wizi. Kama mtu maana unaingia unalipa mshahara kwa sababu ya majukumu ambayo unapaswa kuyatimiza. Kwa kama ukiingia kazini ukichelewa kuingia kazini, lakini pia unarudi mapema nyumbani, na pia kuna wakati ambapo kuna wakati wa kuchukua chakula cha mchana. Wakati wa chakula cha mchana pia mfanyakazi anatumia muda mrefu, anaongeza muda wakati wa chakula cha mchana, pia anaiba. Au kuna wakati wa break ya chai, anakwenda anakunywa chai. Haya mapumziko pia anatafuta muda wa kufanya nini? Anazidi kupoteza muda. Huo ni wizi. Lakini pia tunaambiwa mfanyakazi atahesabika ameiba eneo la kazi, sio tu kwa kuchelewa kuingia na kuchelewa na kuwahi kuondoka, au wakati wa chakula cha mchana anatumia muda mrefu zaidi kuliko aliopewa na tajiri yake, kisa tu labda tajiri yake hayuko karibu. Ile wafanyakazi wa ndani wanafanya sana, haswa ikiwa
tajiri yake hayupo karibu, anatumia muda piga story, kuongea mambo, kutoka hata kwenda mahali pengine, anafanya sana. Anapiga tu jicho, anajua tajiri yake labda hayupo karibu, ameenda mbali, kwa maana yao atarudi mapema. Huo ni nini? Ni wizi. Huo ni wizi. Navunja muda ya nani? Lakini pia tunaambiwa anajihudumia kwa uhuru vifaa vya kampuni au vifaa vingine kwa matumizi yake binafsi bila taarifa za mwajiri. Baadhi wanaweza kufikiria hii ni kama faida ya ziada. Yaani unaingia kazini unajihudumia tu vifaa kama nilivyowaambia, unaweza kuwa kazini ukaingia kama tajiri yako hayupo, kaingia kwenye bafu la tajiri yako, taulo lake liko pale, kaingia tu kaoga ukajifuta na ile taulo. Hao wataalamu hapo jifuta na mataulo ya watu. Anaingia wana shida. Anajifunga tu kiunoni, anaingia bafuni kuoga. Taulo la mtu. Maana anajifuta, wala alifunga. Ukija na wewe pia kama ana ugonjwa wa ngozi anakuambukiza. Huo ni wizi. Sawa eh? Kujihudumia kwa uhuru vifaa vya kampuni au vifaa vya tajiri yako bila ruhusa ya yeye aliyekuajiri, huo ni wizi, sio faida ya ziada. Lakini kama atachukua sifa zote au thawabu kwa mafanikio ambayo yanapaswa kushirikishwa wengine ambao waliwawezesha. Kwa mfano, kuna mtu amekusaidia ukafanikiwa kwenye jambo fulani, alafu wewe watu wakakusifu. Kwa mfano, mtu amekwambia kufanya kitu fulani, baadaye unaambiwa ni wewe ulijiongeza ukafanya, unasema ndio. Pipi kuna mtu alikwambia ufanye. Ukisema tu ni yeye fulani aliniambia nifanye. Fanya fulani ndiye alinielekeza. Huo ni wizi. Sawa? Huo ni wizi. Kama unafanya kitu kwa maelekezo ya mtu, sema nilielekezwa na mtu afanye. Kumbe ni wewe tu. Kijana wangu tu ndogo ndio alikuwa anasema mimi najua tu. Mimi nimejua tu mwenyewe. Yaani yeye anazaliwa tu akiwa anajua tu. Sawa. Eneo la kazi, mfanyakazi ataiba kama unalipa mshahara, timiza majukumu ya tajiri yako. Sawa? Kuingia kazini kwa kuchelewa, kuondoka kazini kwa kuwahi, yani kabla ya muda, kutumia wakati wa mapumziko zaidi ya vile ulivyopewa. Tunafahamu wakati wa chakula cha mchana kuna masaa ya chakula cha nini? Cha mchana. Unapoyaruka yale masaa, wewe ni mwizi. Hata kama tajiri yako hajakwambia umemwibia, aidha yuko karibu au yuko karibu, uko mbali, wewe ni mwizi. Lakini pia utajihudumia na vifaa vyake bila ruhusa yake, wewe ni mwizi. Sawa? Lakini pia utachukua sifa zote au thawabu kwa mafanikio ambayo yanapaswa kushirikishwa na wengine ambao walikuwezesha. Kuna mtu amekuwezesha ukafanya kitu fulani, alafu wewe unapokuja wakati wa thawabu unasema kuna watu ambao ni wazuri sana, nasema kwa kweli nimepewa hii thawabu, lakini alipo nyuma yangu akaniwezesha ni mtu fulani. Kama sio yeye nisingeweza. Ndiye alinielekeza na nilipoweka yale mawazo yake kwenye utendaji nilifanikiwa. Hapo hujaiba. Hapo hujafanya nini? Hujaiba. Unaona ni vitu vidogo, lakini mbele ya Mungu huo ni nini? Huo ni wizi. Unavunja amri ya nani? Maana mnaangalia amri ya hiyo, angalia amri sio mchezo. Lakini mwajiri, pale wa mwajiri, kama ukiajiri mtu, kimpa mtu kazi, utakuwa umevunja amri ya nani ikiwa au utachelewesha au kuzuia mshahara wote au sehemu ya mshahara wa mfanyakazi. Ni kuombe usome mwenyewe tafadhali, Mambo ya Walawi 19:13, Yakobo 5:4. Lakini pia unamfanya mfanyakazi kufanya kazi nyingi zaidi kuliko zile ambazo mmekubaliana kwamba utamlipa. Yaani unakubaliana na mtu kwamba kazi yake ni kazi ya kukatia ng'ombe, lakini mpaka shambani analima, anaenda kulima, kupika pia anapika. Hayo ni mapatano mengine. Kazi mlizokubaliana ndizo ambazo unapaswa kufanya nini? Umpatie. Huo unaitwa unyonyaji. Huo ni nini? Ni unyonyaji. Unampa mtu kazi ambayo mmekubaliana kabisa. Unaingia mtu anakuambia wewe kazi zako utakuwa tunakatia ng'ombe, unahakikisha ng'ombe wana majani kwenye kiondi, unahakikisha ng'ombe kumefagiwa, unahakikisha ng'ombe wamepewa maji, lakini kama kuna mahali pa kuwatoa wafunge, ndio kazi zako. Lakini nafika unaambiwa unatakiwa kalime. Chukua jembe. Unafikiri hapa unalala hapa hivi, kwani unalipiaga chumba unacholala? Wewe unaambiwa nenda kapike. Wewe unafikiri wanakupikia wao ni hayo sasa ni mambo ambayo unatakiwa mkubaliane, sio?
mambo ambayo mtakuwa mkubaliane, mambo ambayo mmekubaliana ndio kazi zako, ndizo ambazo mwajiri wako anapaswa anasimamia. Kama asipofanya hivyo, huo ni unyonyaji. Mfanyakazi afanye kazi zaidi ya zile, tumlazimisha hapa. Lakini pia tunaambiwa unamfanya mfanyakazi kufanya kazi nyingi zaidi kuliko kile anacholipwa. Sawa Kazi nyingi kuliko kile anacholipwa. Kwa mfano, kumlazimisha kufanya kazi siku yake ya mapumziko. Mtu anafanya kazi siku ya mapumziko, ni hofu yake au ni sikukuu, unamlazimisha. Kwa kawaida hapa chuoni, unaoona kama Mailda amekuja kufanya kazi siku ya sikukuu, ni yeye ameomba kuja kufanya. Naambiwa nimwambie, je, utakuja au utakuja? Una uhuru kutokuja. Ndio tajiri yake na mapenzi. Sababu anajua ile siku kama na mambo yake kupumzika na kupumzika. Sio? Ndio. Lakini tajiri yake ni mwema pia sana. Maana akivyo kama ana shida za kwake binafsi, anaomba ruhusa kwamba sitakuja, nitakuja siku nyingine, anakubali. Sawa Yeah. Ndio lango kwa kwenye hasa unapofanya kwenye maeneo ambayo ni ya Ukristo, lakini sio unatumia muda ili kwamba wewe unaomba ruhusa mara kwa mara kwa namna hiyo. Kwa kumlazimisha mtu kufanya kazi za ziada kuliko tofauti na zile anazolipwa au kumfanyisha kazi siku ambayo ni ya mapumziko ni unyonyaji. Lakini pia kumlazimisha mfanyakazi kufanya jambo lisilo la maadili, kimaadili. Kwa mfano, kumuonga mteja, kugushi rekodi au kumbukumbu, kutokuwa mwaminifu. Hii pia ni aina nyingine ya nini? Ya unyonyaji. Yaani kwa mfano mtu anahusika kwenye mambo ya rekodi, unamwambia fanya hivi. Mimi nishawahi kufanya kampuni ya Sunflag kwenye kitengo cha quality control department. Tunapima ubora wa nyuzi na vitambaa. Sasa kuna wakati ambapo unapima, unakuta kaunti ile ambayo wameiweka iko juu kuliko ile walioiweka. Ile mwindi akawa ananiambia chana ile karatasi niliyofanyia mahesabu, alafu ananiambia nikachukue bobini zingine, alafu nije tena nipime, alafu ndo nirekodi pale. Sasa nilikuwa naficha ile karatasi, anakuja yule manager wa kitengo cha quality control department, maana mwindi kuliko mimi mdogo. Kwa napeleka kwa bosi wangu, namwambia hii ndo karatasi na hesabu ya awali. Kwa awali mwindi amenilazimisha niandike mahesabu ambayo nilienda nikachukua baadaye. Kaambia wanashindwa kukaza mashine kwenye hiyo kaunti ili mimi anifundishe kazi. Maana zile news ambazo tayari zimeshazungushwa zinapo kwenye kaunti ambayo sio yake, zinaonekana kwamba watu wa quality control department ndio wanaturuhusu kwamba tuendelee sababu iko sawa. Kwa hivyo hapo amekaza tu mashine, lakini kuna nyingi ambazo zimeshapita ambazo ziko nini, haziko sawa. Akaniambia namshukuru sana. Hata wakati mimi naondoka pale kazini kwa sababu ya kwenda Jumapili, yule boss akupenda sana. Akupenda maana nilikuwa nimemuokoa sana. Maana nilikuwa nafanya kazi yangu kwa uaminifu. Hayo mahesabu niliyofanya ya baadaye namwambia hapana, haya nilikuja nikaambiwa nikakuja tena nifanye yale ya awali haya. Ameniambia nikaratasi, ameniambia niachane. Huo ni unyonyaji. Kitu cha namna hiyo. Basi kufanya kitu cha namna hiyo, kama ukiambiwa kama kuna mtu mkubwa amekwambia unabidi haya mahesabu hiyo karatasi ya awali umuonyeshe huyu mtu mwingine muhusika, maana yeye pia utamletea hasara kwa familia yake. Huyo pia ni makosa. Kwa tajiri anapomwambia mfanyakazi amsaidie kufanya uhalifu ni hatari sana. Lakini pia hiyo ni mwajiri. Kuiba kwenye biashara. Wafanya biashara lazima wawe waaminifu na huru kutokana na aina yoyote ya udanganyifu, kuiba au kuchukua faida ya wengine. Mfanyabiashara anavunja amri ya 8 ikiwa anauza bidhaa zake kwa njia ya udanganyifu ili kupata faida kubwa. Wakati mwingine kuna wakati ambapo sukari ilifichwa, sukari ikapanda bei sana mpaka 5,000 10,000. Huo ni wizi. Yaani hiyo lazima kuna siku Mungu atawaporomosha. Yaani huo ni wizi. Mfanyabiashara ambaye anatafuta faida kubwa, kwa mfano kama kipindi hiki sasa hivi, mchele uliokuwa unauza 1,800 unauza 2,500 mpaka 2,500. Hamjui? Ndio hivyo. Mchele umepanda bei sana, yaani umepanda 500 juu kwenye kipindi hiki. Huo ni wizi. Huo ni wizi wafanya biashara. Kama mtabahatika kunisikiliza na kuniona nyinyi ni wezi na mtubu, maana kuna siku Mungu atachukua. Unaweza kuja ugonjwa ambao utakula hizo hela zote ulizoiba, maana uliwaidia watu. Kwa kuuza bidhaa ili upate faida kubwa tofauti na vile ambavyo inatakiwa ni makosa. Lakini pia kupeleka bidhaa zake kwa mteja wake kwa kuchelewa.
mtu ameagiza bidhaa alafu unampelekea kwa kufanya nini? Kwa kuchelewa. Huo pia nao ni nini? Ni wizi. Anatangaza bei ya kipande cha mali au rasilimali zake ili kupata faida kubwa au kulipa kodi iliyo pungufu. Yaani kuna kitu ambacho kuna kodi ambayo unatakiwa ulipie kitu, unakieleza hicho kitu ambacho kinatakiwa kulipa kodi, unasema ni kitu kidogo sana. Huo ni upe ni wizi. Sawa Huo ni wizi. Au unakiombea mkopo, una kitu kidogo sana unakitangaza kama ni kikubwa ili upate mkopo mkubwa. Huo nao ni wizi pia. Anatoa malipo ya juu kwa mafundi muhimu. Anatoa malipo ya juu kwa mafundi muhimu au watendaji wadogo wa kampuni pinzani ili kuiba siri zao. Yaani mtu anamlipa analipa kampuni au analipa mafundi wenye ujuzi, anawalipa hela nyingi. Kusudio lake ni ile aibe ujuzi wao. Kuna watu wanaofanya hivyo. Unashangaa kwa analipa pesa nyingi hivi. Mafundi wala ambao ni mafundi wenye uwezo mkubwa wanaenda wanaweka ujuzi wao pale. Alafu kila wakati unafanya kazi yako anaenda anaangalia unavyofanya. Anataka aibe nini? Aibe ule ujuzi. Huo nao pia ni wizi. Maana ili mtu upate ujuzi unatakiwa uende darasani kujifunza, sio kwa kuingia wengine. Uende darasani kufanya nini? Kujifunza. Sio fundi anakuja hivi uone anafanya alafu wewe unaiba, unaandika. Kama ni wewe mwambie nifundishe, umlipe kwa kufanya nini? Kwa kukufundisha. Lakini unamlipa pesa nyingi kwamba aje afanye zile kazi, wewe uibe nini? Uibe ujuzi. Au wakati mwingine pia unatafuta fundi wako ambaye hana uwezo wa kufanya zile kazi ili kwamba akae pale aibe ule ujuzi. Unawalipa kwa muda mfupi pesa nyingi, lakini unaiba nini? Unaiba yale maarifa yao. Huo ni wizi, ni kuhalifu amri ya nani. Lakini pia hutoa vifaa vya mahitaji ya msingi ili kuunda upungufu wa bandia ili kuongeza bei. Yaani unatoa vifaa vya msingi. Kwa mfano, unaweza kwenda ukanunua simu yako, kabla simu yako haitakuwa na charger, wala haitakuwa na earphones. Haitakuwa pia na memory card. Memory card ya hiyo simu yako OG unaweza kukuta ni 50 mpaka laki. Charger 25,000 mpaka 30. Earphones dhamana pia mpaka 25,000. Mpige hiyo hesabu ni kama kununua simu mpya. Na hiyo vitu vimekuja vikiwa na ile simu. Huo pia nao ni nini? Ni wizi. Lakini pia tunaambiwa mfanyabiashara anaanza kuhesabika ni mwizi, anatangaza kufilisika ili kuepuka majukumu, kudumisha rasilimali zake binafsi. Yaani kuna kodi kubwa anadaiwa, amelimbikiza kodi, anavihamisha vile vifaa, alafu anatangaza amefilisika, hawezi kuendesha tena kampuni. Sasa mnakuja mnamdai kitu gani? Huo pia ni nini? Huo pia nao ni wizi. Huo ni wizi. Lakini atachelewesha malipo ya bili wakati anaweza kulipa. Yaani ana bili ambazo anadaiwa, bili ya umeme, bili ya maji. Kuna bili nyingi kwa watu ambao wana viwanda na taasisi. Maana kuna watu ambao wanakupa huduma kwanza afu unakuja kulipa baadaye. Sasa unachelewesha malipo ya bili wakati anaweza kulipa. Kiasi cha fedha anachopaswa kulipa ambacho kinaongeza riba katika akaunti yake ya benki, sio yake kushikilia. Yaani kuna riba ambayo anatakiwa asizuilie, anatakiwa atoe kwa wakati. Biashara zinazoendeshwa na waumini zinapaswa kufuata kanuni ya Biblia. Yaani kama mtu ni Mkristo, biashara ambazo tunafanya na watu ambao ni Wakristo wanapaswa wazifanye nini? Wazifanye kwa kanuni, kwa kufuata kanuni ya nini? Ya Biblia. Wakumbuke, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Jina jema, jina ndio linalomshikilia mtu. Jina lako ni muhimu sana. Mithali 22:1. Lakini kuna kuiba shuleni. Mwanafunzi atakuwa na hatia ya kuiba ikiwa ananakili majibu, dhana au mawazo ya wanafunzi wengine kwa kazi au kwenye mitihani. Mnapewa kazi ya kufanya, anaanza kufanya mwanafunzi mmoja. Mtu anaweka tu kazi yake, anajua uwezo kuja kuikopi, maana si kila mtu ameambiwa afanye kazi yake. Unakuja unaangalia ameandika kichwa cha hiyo kazi, ameandika kichwa gani? Kama ni mahubiri na kwa mahubiri na kwa muda mrefu wa kufanya,
unakuja tunaangalia, wenzako wako wanafanya kazi, hawana habari kwamba utakuja kuiba mawazo yao. Maana unajua hapa ni watumishi wa Mungu, kila mtu ataomba. Maana hiyo upate title lazima usome kifungu, uombe, alafu uangalie ni kichwa gani kinafaa. Wewe unakuja chapu, unaangalia tu anaandika kitu gani, anaandika hivi. Point ya kwanza ukimaliza, sasa unaanza kubadilisha tu neno kidogo pale. Lakini sasa mimi ninaposoma au mwalimu mwingine yote anaposoma, anajua kabisa huyu ameenda wazo la Daudi. Alafu pia wakati mwingine tunajua uwezo wenu, tunajua huyu ana uwezo kuliko wewe. Kwa maana hiyo haiwezekani wewe ukawa na uwezo, yeye akawa ndiye alikopi kwako, wewe ndio ulikopi kwake. Sawa eh? Wewe ndio ulikopi kwa nani? Wewe ndio ulikopi kwa huyu ambaye majibu yako na yako yanafanana. Kwa ukiiba majibu, ukiiba dhana, ukiiba wazo, wewe ni mwizi. Unaarifa mambo ya nani? Kiingia kwenye mtihani pia. Hata watumishi kama watu ambao wameokoka, mwanafunzi wa shule ya msingi ambao umeokoka, mwanafunzi wa sekondari ambao umeokoka, mwanafunzi wa chuo ambaye umeokoka, mwanafunzi wa chuo cha Biblia ambaye umeokoka. Maana inaonekana pia kwenye chuo cha Biblia akakaa mwanafunzi ambaye hajaokoka, lakini yule aliyeokoka, kuangalia tu hivi jibu la mtu mwingine, huo ni wizi. Huo ni nini? Ni wizi. Unapotafuta ni kweli au sio kweli? Yaani unaona ameweka kweli na unaweka kweli tena, lakini sisi tunaogopa kamera, hamuogopi Mungu, mnaogopa kamera. Mwalimu akitoka unajua sasa hatuwezi kufanya chochote, maana hii kamera itaonyesha kila kitu. Lakini kuna Mungu ambaye ni mkubwa kuliko kamera, anaona mpaka wazo moyoni mwako kwamba ulikuwa na nia ya kuibia, ni kwamba tumekosa jinsi ya kuibia, bado wewe ni mwizi. Maana kama wewe moyoni mwako una tabia ya wewe ni mwizi, inawezekana unajua ukawa wazo liko ndani ya moyo wako unataka kuiba, lakini ukaweza kujafanikiwa kuiba, wewe bado ni nani mbele za Mungu? Wewe ni mwizi. Kitakachokusaidia tu ni toba. Kwa hiyo sinakili wazo la mtu mwingine. Nakala ya vifungu au mawazo kutoka vitabu kwenye karatasi zake za muda na nadharia bila kutambua vizuri chanzo katika tanbii au maelezo ya mwisho. Tanbii na maelezo ya mwisho ni ile tunasema footnote na endnotes. Unatambua, kwa mfano nisikia mtukaji leo kwenye mahubiri alinukuu. Sawa? Kristoso sio alinukuu. Angesema yale maelezo bila kunukuu, yeye ni mwizi. Sawa? Na ndio maana akasema nikinukuu, akamtaja na huyo mtu. Ukisema maelezo yote kama niliwahi kusema mimi hayo maelezo, ukaenda kwa wahubiria ushirika wako hata kama siko pale, ukasema mtu fulani ukatumia huo mfano, unatakiwa useme kabisa kama mwalimu wangu alitumia mfano fulani. Unasema kabisa. Sio wako. Usijifanye wewe ni mwelevu wakati sio mwelevu hivyo. Wazo la mtu mwingine unapolitumia bila kukubali, sio dhani kulitumia ukikubali, ukisema kama mtu fulani alivyosema, ndio maana yake. Lakini usipofanya sema hivyo, wewe ni nani? Ni mwizi na unaarifu amri ya nani kama mwanafunzi. Hii inajulikana kama wizi na inafafanuliwa kama uthamini au kuiga lugha, mawazo na nia ya mwandishi mwingine na uwakilishi wao kama kazi ya awali ya mtu. Na ndio maana unatakiwa ujue kwamba huyu kuna mtu alishafanya hii kazi, una knowledge. Sawa, unakubali kwamba hii ni kazi ya mtu. Sio makosa kutumia kazi ya mtu. Sema sio yangu, ni ya mtu mwingine. Sawa, ni ya mtu mwingine. Ni sawa kabisa unapoiwakilisha, na hao watu walikuwa wajaisikia kwa nafasi ya kwanza. Sio wewe ndio wa kwanza kuisikia au kuipata. Kwa hiyo ukiwaambia sio makosa, sio dhambi. Lakini kutokuambia ni makosa. Lakini pia kama unakataa au kuchelewesha kufanya malipo ya ada ya shule na kula pesa ya klabu. Pesa ya klabu ni pesa ya nini? Ada ya chakula. Hiyo wanafanya sana wanafunzi wa chuo. Maana wanafunzi wa chuo si wanakaa hosteli, wanalipa pesa ya chakula na pesa ya malipo. Mzazi anampa, anazungusha, anakula ile pesa, anawaambia kule shuleni mimi bado sijapewa hela. Au lakini sasa kwenye mkopo ni ngumu, maana kwenye mkopo
chuo kinaweza kuangalia, wakaangalia kwenye mifumo ile ambayo unatumiwa fedha, wakagundua kwamba wewe tayari umeshatumiwa ule mkopo. Kwa hiyo kwenye mkopo ni ngumu, lakini zile zinatoka kwa mzazi ni ngumu, maana kuna sehemu ambayo kuna watu wapewe mkopo uliokamilika. Sasa kuna watu wanaofanya kitu cha namna hiyo. Huu ni wizi. Maana ukitoa pesa ya kulipa ada, ya kulipia chakula, unapaswa uende kulipia. Usicheleweshe wala usile. Lakini pia kuna kuiba wakati. Kuwaweka watu 5 au watu 10, kuwachelewesha watu 5 au watu 10. Umeibia watu 10 masaa. Ikiwaibia kila mmoja ni saa moja, watu 5 umeiba masaa mangapi? 5. Kama ni watu 10 umeiba masaa 10, kama kumwibia kila mmoja ni saa moja. Kuwaweka watu wakisubiri miadi ni kuiba wakati wao. Haijalishi ikiwa inafanywa kwa makusudi au kwa sababu ya uzembe. Kushika wakati ni fadhila ya maadili. Yaani kutunza wakati ni fadhila ya nini? Ya maadili. Usichelewe. Ikiwa umechelewa kwa miadi kwa saa moja kwa watu 10, watu 10 watalazimika kukusubiri. Umepoteza au kuiba masaa 10 ya mtu ambayo yangeweza kutumika vizuri. Ikiwa itabidi uchelewe, piga simu kwa kumjulisha huyo mtu kwamba nitachelewa. Kuna jambo limenishika, nitachelewa. Naomba iwe muda fulani. Alafu ukifika omba samahani kwa kuchelewa. Fika kabla ya wakati uwezekana. Kujali wengine. Wewe usicheleweshe muda. Kuchelewesha muda, kwa mfano kama ni mtu anafanya upasuaji. Wale ambao wanamwandaa, maana mtu anafanya upasuaji huwa anaandaliwa. Daktari kabla hajaje kufanya upasuaji, manesi au madaktari wengine wanamfanyia maandalizi kwa ganzi na nini. Akipita ule muda ambao alipaswa kwenda kumfanyia mgonjwa upasuaji, anaweza kumuua mgonjwa. Sababu ganzi itaisha kabla ya ule muda wako wa kumaliza kufanya upasuaji. Na ndio maana kutunza muda ni muhimu sana. Muda wakati ni nini? Ni mali. Ndio maana ukimwibia mtu wakati unamwibia mali yake ambayo ni muhimu. Kujali wengine. Kuvamia faragha ya mtu, kwa mfano kuwasha TV au redio kwa sauti kubwa kiasi kwamba majirani hawawezi kulala, kumnyima haki yao ya mazingira ya utulivu na faragha. Huo ni wizi, unaalipa amri ya nani? Yaani wewe watu wengine mfika muda wa kulala, ndio muda ambao kwenye room unaongea, au watu wengine wanasoma. Unaongea na simu wewe. Au unasikiliza mpira, unashangilia wenzako wamepumzika. Huo ni nini? Huo ni wizi. Sasa sio hivyo tu. Unaishi kwenye nyumba yako, unafungulia sauti kubwa bila kujali watu wengine. Au na kanisa lako, kama mnavyoonaga hiyo huduma iliyoko hapo nje. Wale ni wezi. Wanatuharibia wakati wetu na Mungu. Watalipa siku moja. Na kwambia, watalipa siku moja. Hilo sijui kama mchungaji wa pale anafahamu. Sijui kama kweli ameokoka wala. Sababu kama ameokoka kijani watu wengine na faragha yao. Maana ni wakati wetu wa faragha na nani? Na Mungu kumwabudu. Sasa anafungulia sauti kubwa bila kujali kwamba kuna watu wengine wanamwabudu Mungu. Ukifungua kanisa lako kuna vyombo. Hebu weka tu kwenye tunu ya nini? Sauti ya watu ambao unawafundisha au unawahubiria. Wakati wa kulala pia makelele yanawapigia watu sana. Hilo ni jambo ambalo hawamfanyii kazi ya Mungu. Unasema unamfanyia Mungu kazi, kwa hivyo unamfanyia shetani. Maana unaposumbua watu wengine, sio Mungu tena unamfanyia kazi. Ni shetani unamfanyia kabisa. Kwa hiyo uwe makini, usije ukafikiri hata unafanyia kazi ya Mungu. Mungu ndiye atakayehukumu. Na kweli Mungu atakuhukumu. Maana Mungu ni hakimu, na Mungu hakimu wa nini? Hakimu wa haki. Atakuhukumu. Hicho ndicho ninachokuambia. Kwa hiyo unaharibu faragha ya watu wengine. Lakini pia kukata foleni ya watu badala ya kwenda mwisho wa foleni. Unakuta watu kwa mfano ni benki, wako kwenye foleni, ni watu wanapiga kura, utasikia nyakati za kura, unataka wewe ukapite mbele ya watu wengine. Watu wengine wamewahi wamepanga foleni, wewe hutaki kuanza kupanga foleni. Unataka upite mbele.
Unajua sasa hivi tukipiga nini hapa, watu wakapanga foleni hapa, wale wa kwanza wakakaa, kuna soda, kuna vitu vya kutafuna vizuri, hapo kuna zawadi zinagawanywa, kuna watu watafunja ule mstari wakati huo pia na matumizi. Kama riziki ni yako panga foleni. Ukichelewa utakuwa mwisho kuhudumiwa, kiwahi utakuwa kwanza kuhudumiwa. Hauwezi kuchelewa alafu wewe upate kuhudumiwa. Makosa. Unaweza kuwahi sindano ambayo inasoma hata hospitalini. Karibu wewe una ndugu wengi hospitalini, kuna mtu alikuwa anategewa. Sasa huyo mtu ambaye alijua hiyo issue ni mtu ameangaliwa ni watatu. Kaingia wewe watatu ukakutana na sindano yako. Kama ni foleni yako, kama hapa ambapo nafasi. Unaweza kuwahi na wahi. Kwa angalia, maana baadaye mtu mwingine anasema ndio tunachofuna. Yaani kama jadi wengine, ukipata foleni, watu wako kwenye foleni, hebu jaribu kuna sheria ambayo tunaambiwa ni adhabu. Chochote mtakacho watu watendee, watendeni vivyo hivyo. Maana hiyo ndio torati na nini? Na manabii. Wewe unataka kuwa wa kwanza uhudumiwe kwanza, sio? Si ndio unataka? Basi mwache jirani yako aliyewahi kuhudumiwa kwanza. Wewe unataka kama mko wa kwanza asikupite mtu, basi na wewe usimpite mtu pia. Wewe nenda kwenye foleni yako, kaa pale ambapo unapaswa kukaa, vile inavyotakiwa. Tofauti na hapo utakuwa unaiba pia. Kama vile ambavyo mtu anafungulia sauti kubwa wakati wengine wamepumzika, unawasumbua. Baada ya kufanya kazi zao wamefika wakati wao wamepumzika, ni faragha yao, wewe unawasumbua. Lakini pia watu wamekaa kwenye foleni wahudumiwe, wewe unataka kuwahi mbele. Aidha ni hospitalini au ni wapi, unafahamiana na manesi, unafahamiana na madaktari, unaanza kusema tu alikuwa ameshikiwa nafasi. Ameshikiwa nafasi? Kama sio rushwa ni kitu gani hicho? Ameshikiwa nafasi na nani? Huo ni wizi. Hatua dhidi ya wale wanaoiba. Nifanye nini ikiwa ndugu ameiba kitu lakini akashindwa kunirudishia? Ndugu ameiba kitu lakini akashindwa kunirudishia, nifanye nini? Kama mtu ameiba na unamfahamu, tunaambiwa mkumbushe, labda ni kwa sababu ya uzembe fulani wa kutokujali. Sawa Kama mtu ameiba kitu lakini akashindwa kukirudisha, nenda mkumbushe kwamba kitu alichonacho sio nini, sio cha kwake. Ikiwa bado hajalipa, maana yake inawezekana mtu, unajua tunapozungumza kuiba, mtu aliyeomba hajarudisha ni mwizi. Sio ndio jamani? Mtu aliyeiba pia bila taarifa yako, mtu alichukua kitu bila kushirikisha, yeye pia ni mwizi, sio? Kwa mtu aliyekopa hajarudisha ni mwizi. Mtu aliyeazima hajarudisha ni mwizi. Mtu aliyechukua bila ruhusa yako, yeye pia ni mwizi. Na wewe umeshajua ni nani huyo, umeshamjua, unamjua. Aliyekukopesha unamjua, lakini pia uliyemwazima unamjua. Aliyechukua kwa siri inawezekana pia labda unamjua. Nenda umwambie, sawa Nenda ufanye nini? Nenda umwambie kwamba amefanya nini? Ameiba. Sawa Nenda mkumbushe ili akurudishie. Sawa Sawa. Ikiwa bado hajalipa, usimpeleke mahakamani, kwani huu utakuwa ushuhuda mbaya kwa ulimwengu. Kumbuka nazungumza na Wakristo. Sawa Nazungumza kwa wale ambao ni Wakristo. Kwa watu wa dunia watapelekana mahakamani, lakini kwa Wakristo haupaswi kumpeleka mahakamani, itakuwa ushuhuda mbaya kwa ulimwengu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa kwanza, mstari wa 6 na wa 7 inazungumza mashtaka, mambo ya Wakristo wanatakiwa wazungumze wenyewe na sio kupeleka wapi? Mahakamani. Suluhisha kwa msaada wa waumini wengine. Tafuta waumini wengine, watu wanaoamini, uwashirikishe nini? Hilo jambo, uwashirikishe huyu mtu ambaye amekuibia, au mtu ambaye umemkopesha lakini amekataa kukulipa, mtu ambaye umemwazima amekataa kukurudishia. 3, ikiwa jambo hilo haliwezi kutatuliwa ndani ya ushirika wa waumini, basi usifuatilie swala hilo zaidi. Umemfuata mwenyewe amekataa, umemwambia watu wengine na wao kusaidia wamekataa, ambao ni waamini, watu ambao wana imani kama wewe wameokoka, akakataa, basi usifuatilie hilo jambo zaidi. Ruhusu kudanganywa badala ya kuleta sifa mbaya kwa jina la Yesu. Kubali akudanganye, kubali akuibie. Sema kudanganya, kubali akudanganye,
kuliko ulichafua jina la Yesu, maana apandacho mtu ndicho atakachovuna. Andika samehe. Sawa, andika samehe deni lake, na ukumbuke kuna heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Kama mtu amekataa kukulipa, sawa jamani, mtu amekataa kukurudisha kitu chako, samehe. Sawa. Maneno ya Matendo ya Mitume 20:35 anasema, kumbuka maneno ya Bwana Yesu, ni heri kufanya nini? Kutoa kuliko kupokea. Amebarikiwa sana. Mimi ni mwanzo, watu wengi ambao aidha nimeshiriki nao jambo lolote linalohusu pesa walinirusha. Mara ya kwanza nilipomaliza darasa la 7, kidato cha 4, nilifanya kazi ya useremala. Nikajiunga na fundi, nikawasaidia fundi. Dada yangu akanipa mtaji, nikamuingiza mtaji kule kwa ule fundi. Tukitengeneza, kila tunapotengeneza kitu ule fundi anauza, mimi sipo. Nikirudi ananiambia kimekopo. Pesa ikitolewa nitakulipa. Nasubiri apokee, hakuna. Baba alishapokea pesa na ameiba. Tukaenda tukachonga mbao za kujenga nyumba za mbao, zinachongwa ili zivaane. Tukaenda tukafanya kazi, akaenda akapokea hela. Akaniambia ameipokea, lakini mama yake ameikopa. Atanilipa, hakunilipa. Mpaka na leo. Mtaji wenyewe unakuja kumnyang'anya kwa kazi, kwa nikamwambia ule mtaji wangu ulete tu. Tena nilimwandikia barua. Nikamwandikia barua nikampa kaka yangu. Nikamwambia kumpelekea barua huyu. Akaenda baada ya muda akarudisha ule mtaji, nikarudisha kwa ndani. Maisha yanaendelea hiyo. Na kuna mtu mwingine nilimpa kununue makondoo alafu tufuge. Nilipokuja kumwambia kuna kununua makondoo, kanaambia kuna mtu alikuja akakopa ile pesa, atarudisha. Mpaka na leo nikasamehe, na hiyo nyingine nilisamehe jasho langu, lakini nilichokifanya kwa huyo fundi nikatoka. Maana sasa nyumbani urudi na pesa, mwisho wa siku ni kama unapoteza wakati kufanya biashara na mambo mengi kama hayo. Kwa kuna wakati mwingine unaandika nini? Samehe, lakini hakuna tena nafasi kama hiyo kwa mtu ambaye kumkopesha hawezi kurudisha kumkopesha. Maana hiyo sasa na wewe unataka kutengeneza dhambi. Sio? Uweze kufanya hivi, maana sasa huyu uweze kupeleka mahakamani. Umetafuta kila namna ili kwamba aweze kurejesha, amekataa kurejesha, uweze kupeleka mahakamani, lakini unasamehe. Ushasamehe, lakini uweze kumpa tena mtu kama ule pesa, na sio dhambi. Uweze kumpa. Kimpa labda umempa ni zawadi, lakini sio kumkopesha. Kumkopesha maana yake unazidi kumpalia makaa zaidi na kumfanya dhambi zaidi. Madai dhidi ya asiyeamini au dhidi ya shirika lisilo la kibinafsi, hata hivyo, yanaweza kuwa halali kwa waumini, maadamu sheria ya upendo kwa jirani, Mkristo au si Mkristo, haijakiukwa, na maadamu haki inatendeka kwa uadilifu. Kama mtu ni mpagani, unaweza kumshtaki kama unataka. Kama ni shirika, kama shirika pia inaweza kushtaki, maana hujakiuka sheria ya upendo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtu ambaye ni Mkristo hawezi kupeleka mahakamani. Huyu namwachia Mungu ashughulike naye. Maana Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kufanya nini? Huyu ni Kristo. Mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane, ajituke msalaba, kisha afanye nini? Ndio Kristo. Ndio Kristo. Na maana kama ni mtu ni Mkristo amekufanyia hivyo, basi inabidi tu iwe hivyo. Sasa kuna kuiba, kuna kumwibia Mungu. Tunawaibia watu wenzetu tunawaibia, lakini kuna wakati mwingine tunamwibia nani? Tunamwibia Mungu. Na unasema hujaiba. Malaki 3. Nafikiri kuna watu wamesikitika kwa watu ambao wameibia watu, lakini unasahau kwamba wewe ni mwizi. Tena sasa wewe ni mwizi mbaya zaidi kwa sababu umemwibia nani? Umemwibia Mungu. Malaki mlango wa 3 mstari wa 8 mpaka wa 10. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema mmekuibia kwa namna gani? Mnaniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni
na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Sehemu ya 10 ni mapato ambayo umeyachuma kwa jasho lako. Aidha umefanya biashara au umelima shambani au umepokea mshahara. Sehemu ya 10. Moja ya ngapi? Ya 10. Ni rahisi kupata sehemu ya 10 kama ulipo fanya biashara ukapata faida, au ulipolima ukapata faida, umepata shilingi 10,000 au umepata shilingi 1,000, gawanya tu 1,000 kwa 10, sababu rahisi. Usiende kwenye sehemu wala nini wala asilimia, chukua tu ile moja ya 10, maana umeshaambiwa ni moja ya 10, sehemu ya 10, kwa maana yake ni moja ya ngapi? Ya 10. Chukua ile 10 gawanya kwa 1,000, utapata shilingi 100. Hilo ndio fungu la 10. Unabakia na shilingi ngapi? 900 kwenye 1000. Kama ni 10,000 gawanya kwa 10 ni shilingi 1,000. Yule mtu anabaki nayo. Wewe unabaki na shilingi ngapi? 9,000. Hesabu zinapopanda ndivyo na pesa itakapopanda. Kutoka 1,000 mpaka 1,000, kutoka shilingi 100 mpaka 1,000, itakwenda 10,000, itakwenda 100,000 kulingana na Bwana alivyokujalia. Yaani maana yake Bwana amekupa kipato kikubwa, maana yake fungu lako la 10 litakuwa kubwa. Bwana amekupa kipato kidogo, fungu lako la 10 litakuwa dogo. Sawa? Unaposhindwa kurejesha sehemu ya 10 ya yule aliyekufanikisha, ambaye sio mwingine ni Mungu, wewe ni nani? Ni mwizi. Wewe ni mwizi. Zaka na matoleo. Tunafundishwa kwamba kushindwa kumrudishia Mungu sehemu ya mapato yetu ya kibinafsi ni kuiba, ni kumwibia Mungu. Mungu anatamani kwamba turudishe kwake angalau 1/10 ya kile alichotupa. Lakini Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 7 tunaambiwa tutoe kwa ukarimu, sio? Yaani maana yake tutoe kwa ukarimu, tutoe kwa upele. Ndio maana yake. Yaani tutoe kabisa kwa kadri ya vile Mungu alivyotufanikisha. Zaidi hata ya fungu la 10. Mungu akikupa, unapaswa wewe uonyeshe shukrani kwamba Mungu amekupa, Mungu amekutendea. Mungu amekutendea jamani. Si lazima useme Mungu amekutendea. Na lazima watu waone kwamba Mungu amefanya nini. Mungu amekutendea, utoe kwa moyo, sio kwa huzuni. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anapenda yeye atoaye kwa moyo wa nini? Wa ukunjufu. Mtu huwezi kutoa kwa uchungu. Kulingana na kadri ambavyo umekusudia moyoni mwako, unapaswa utoe, sio kwa huzuni, lakini unapaswa utoe kwa nini? Kwa furaha. Lakini sio kwa kulazimishwa pia. Kwa sababu mchungaji amenilazimisha, mhubiri amenilazimisha, ndio maana nikatoa. Hapana. Utoe kwa moyo, kutoka moyoni mwako. Lakini pia unaweza kumwibia Mungu kwa kupuuza mahitaji ya kimwili ya watumishi wa Mungu na kazi ya Mungu pia. Unapoipuuza kazi ya Mungu, unapopuuza watumishi wa Mungu pia, mtu ambaye ananisikia, kama umeshindwa kutunza watumishi wa Mungu, ukashindwa kuiunga kazi ya Mungu mkono, wewe ni mwizi. Wakati mchungaji au mtumishi wa wakati wote au misionari hajapewa vya kutosha ili aweze kuishi, Mungu anaibiwa. Maana huyu ni mtumishi wa nani? Ni mtumishi wa Mungu. Anayepaswa kumtunza ni nani? Ni Mungu. Na Mungu ana mali nyingi. Maana ana watu, Mungu ana wafanya biashara, Mungu ana wakulima, Mungu ana wafugaji. Sawa eh? Mungu ana mafundi ambao wanafanya kazi zao, wana ujuzi, wana mapato. Kwa Mungu ni tajiri kabisa. Mahali ambapo panapaswa kuwa na pesa nyingi sana ni mahali ambapo watakatifu wa Mungu wamekusanyika kabisa. Kwa hakuna jinsi ambavyo watumishi wa Mungu wanaweza kuwa na njaa. Hebu angalia Nehemia 13:10. Uone bila ambavyo maandiko yanasema. Kama wewe pia uliwekwa tesa watumishi wa Mungu na wewe sasa umekuwa mtumishi, unakutubu kwingi sana. Sasa hivyo tuko na watu ya kutakatifu tulichopanda unavuna leo. Maana uko na vile fungu la 10, fungu la 10 linatunza watumishi wa Mungu na wajane na yatima. Sasa wewe uko umezoea kama ni la kwako. Alafu leo wewe ni mtumishi. Unapata kipimo cha unapata malipo ya kazi yako. Nehemia 13:10 na 11
Tena nikaona ya kwamba Walawi hawakupewa sehemu zao, basi wamekimbia Walawi na waimbaji waliofanya kazi, kila mtu shambani kwake. Ndipo nikagombana na mashehe nikasema, mbona nyumba ya Mungu imeachwa? Kisha nikawakusanya nikawaweka mahali pao. Aliwakusanya tena au Walawi akawaweka mahali pao, maana Walawi walikataa kutunzwa. Walipoacha kutunzwa kabidi waende shambani, sio? Kwa maana unaona hata leo watumishi wa Mungu wanaenda kushona mahema, sio? Lakini sio washone mahema wasifanye kazi ya Mungu, hapana. Wanashona mahema ili wafanye kazi ya Mungu kwa ubora zaidi, maana asiwatunza nyumbani mwake ni mbaya kuliko asifanya nini? Asiamini. Ndio Biblia inatuambia hivyo, ni mbaya kuliko asiamini. Na ndio maana tunapaswa kufanya kazi ya Mungu, na pia kama hakuna chochote tunachopewa kule kwenye ile kazi, tunatakiwa lazima ujiongeze, sio uweke muda, upange ratiba vizuri. Ndio maana mtu anayepoteza wakati anaiba, ni mwizi, anaibia mtu mwingine muda wake. Na kwa maana hiyo unapaswa ufanye kazi ili uweze kujikimu na ufanye kazi ya Mungu, pia uweze kuimudu kazi ya Mungu mkono. Mungu pia uibiwe wakati jengo la kanisa na huduma havihifadhiwi vizuri na kudumishwa. Kama kanisa, jengo la kanisa limekaa katika hali ya kuharibika, vitu vya kanisa vimekaa katika hali ya kuharibika, Mungu pia anaibiwa. Mungu anataka vitu hivyo viwe katika hali ya ubora wake. Unaweza kusoma Hagai wewe mwenyewe, Hagai 1:2-4. Kuchukua fursa ya msaada wa kanisa. Lakini pia msaada wa kanisa unatolewa, alafu wewe unajibinafsishia huo msaada wa fedha au wa jambo lingine. Unapata jaribu la kuchukua hiyo imetolewa hiyo kwa ajili ya ustawi wa kanisa au mission, alafu wewe unajichukulia, utakuwa wewe umeiba. Timotheo 1:5-6 usome mwenyewe. Kutumia vibaya pesa za Bwana. Kanisa lazima litende kwa uadilifu katika kupata na kutumia pesa. Sawa, kanisa litumie kwa uadilifu, likujisa kupata pesa na kuzitumia. Zifuatazo ni baadhi ya njia ambazo pesa za Bwana wakati mwingine hutumiwa vibaya. Moja, wakati sadaka zilizoteuliwa hazitumiwi kulingana na jina lao. Mnasema kanisa sadaka ni ya jengo, lakini watu wanajilipa nazo mishahara. Mnasema kanisa ni ya mimbara, lakini mnazitumia kwa mishahara. Mnasema kanisa hili ni sadaka ni kwa ajili ya wajane na yatima, ni pesa ya huruma, mnajihurumia wenyewe. Mnazikata hizo pesa, mnasema unajua kutumisha wajalipo pesa siku nyingi. Katibu anakwambia mchungaji, ngoja tukatie kidogo hapo. Mchungaji anasema sasa jibu Mungu akuweke mbele. Hizo zinaambia za huruma za wajane na yatima. Wewe mchungaji, wewe ni yatima? Sio yatima. Sio yatima. Hawezi kula hizo pesa. Lakini pia tunaambiwa pesa za kanisa zinatumiwa vibaya wakati mchungaji au mtumishi wa Mungu wakati wote au missionari anapokea mishahara mikubwa isivyo na sababu. Yaani mchungaji anapokea mishahara mikubwa. Sasa hivi kuna wachungaji ambao wanachukua mafungo ya 10 moja kwa moja. Kuna wachungaji lakini ambao wanapokea shukrani zinazotolewa madhabahuni moja kwa moja. Maana wao wanasema ndio midomo ya nani? Midomo ya Mungu. Hiyo kwa namna hiyo tunaambiwa pesa ya Mungu inaibiwa. Muda wa rafiki yetu tutaishia hapo kwa leo, tutaendelea hiyo sehemu iliyobakia. Mungu akitupendeza, maana hatujamaliza amri ya 8. Ndio kumaliza, lakini nimeshindwa kumaliza. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tuna kila sababu ya kushukuru. Asante kwa vile ambavyo tunaambiwa tusiibe, na vile ambavyo hakika ile ambayo sio mali yetu ni mali ya wengine au mali ya kwetu, pia tunapaswa kuitunze. Bwana, utusaidie Mungu wa mbinguni, kama Wakristo tukatende kwa uadilifu na tukatende yale ambayo ni mapenzi ya Mungu, tukatunze mali zetu vizuri na kutunza mali ya watu wengine, na hata Mungu wa mbinguni tusiwe wezi, bali tukawa watu ambao ni waaminifu, tukifanya kazi yetu kwa mikono yetu wenyewe, tupate mahitaji yetu na cha kumgawia mhitaji. Asante kwa kuwa utatupatia wakati mwingine ili kwamba tuendelee kujifunza na utusaidie, ili kama kuna yote ambaye ana roho ya wizi, basi Mungu akapate kutubu na kumwamini Yesu, na hata akapate kuishi maisha ambayo ni ya uadilifu, na hata akaweza kubarikiwa na wewe katika jina la Yesu. Tubariki pamoja tunapotawanyika kwa ajili ya vipindi vingine viwili kabla ya chakula cha mchana. Ni katika jina la Yesu Baba tunaomba na kushukuru. Amen.